Kufikiri ni uwezo wa akili kuchambua taarifa, kuelewa mazingira kwa haraka, kufanya maamuzi, kutatua matatizo na changamoto mbalimbali. Uwezo mzuri wa kufikiri ni muhimu kuwa nao kwenye maisha ya kila siku. Biashara inajengwa na mawazo, maarifa na mtazamo sahihi wa mtu binafsi. Ndiyo maana kujifunza namna ya kufikiri ni hatua muhimu kwa mfanyabiashara yeyote anayetaka kukua, kuongeza fursa na kufanya maamuzi mazuri kila siku kwenye biashara na maisha ya kawaida nje na biashara. Ili kuboresha uwezo wa kufikiri, kuna mbinu mbalimbali unazoweza kuzitumia zitakazo kusaidia kuwa na ubunifu, kuongeza maarifa na kufanya maamuzi sahihi. Mbinu ya kwanza ya kufikiri, andika mawazo yako. Kuandika mawazo yako ni hatua ya kwanza ya kuyafanya mawazo ulionayo kuwa mkakati halisi. Asilimia kubwa ya watu wengi wanafeli kwenye maisha kwa sababu wamebeba mawazo mengi kichwani bila kuyatengenezea ramani ili wafike mahali wanapotaka kufika. Kuandika mawazo ni njia mojawapo ya kukuza uwezo wa kufikiri. Unapoandika mawazo yako, lazima uyaandike mawazo yako kwa mpangilio unaoeleweka ili kusaidie kujua kama mawazo yako yatachukua muda gani mpaka uweze kuyatimiza, kwa kuwa mtekelezaji na sio mfikiriaji na muandikaji tu. Lakini pia kuandika mawazo kutakusaidia kuhifadhi mawazo muhimu ambayo yanaweza kutumika baadaye. Mara nyingi watu wanapata mawazo mazuri lakini wanayasahau kwa sababu hawakuyaandika. Mawazo yanapoandikwa yanakuwa wazi na yanaweza kupangiliwa vizuri na kutekelezwa kirahisi. Mbinu ya pili, soma vitabu. Kusoma vitabu ni njia ya kujifunza uzoefu wa watu waliokutangulia. Kusoma vitabu ni chanzo kikubwa cha maarifa mengi ya biashara, fedha, lakini pia uchumi. Kusoma vitabu kunapanua na kuongeza uwezo wa kufikiri kwa sababu unaposoma vitabu unakutana na mawazo mapya, uzoefu wa watu wengine na njia mbalimbali za kutatua matatizo na changamoto pia. Kadri unavyosoma vitabu, ndivyo unavyoongeza uwezo wa kutafakari mambo kwa kina. Mtu anayesoma vitabu mara kwa mara anajijenga kimawazo na huongeza uwezo wa kufanya maamuzi sahihi. Mbinu ya tatu, uliza maswali. Kuuliza maswali ni silaha ya kujifunza na kugundua mambo mapya yaliyojificha. Hakuna mafanikio bila udadisi. Kuuliza maswali ni ishara ya kutaka kujifunza. Unapouliza maswali, unapata nafasi ya kuelewa mambo kwa undani zaidi. Maswali mazuri huleta majibu mazuri na majibu mazuri huleta mkakati mzuri. Mbinu ya nne, tatua changamoto. Biashara yoyote yenye mafanikio inajengwa na uwezo wa kutatua changamoto badala ya kuzikimbia. Matatizo ni fursa iliyojificha. Changamoto ni sehemu ya maisha na kila changamoto ni fursa ya kujifunza na kutengeneza kipato pia. Badala ya kuzikimbia changamoto, unatakiwa kuzikabili kwa kutumia maarifa na uwezo wako wa kufikiri. Unapojifunza kutatua changamoto, unakuwa mtu wa thamani sokoni na biashara yako inakuwa na msingi imara wa kukua. Mbinu ya tano, changia mawazo yako. Hii ni moja ya njia muhimu inayosaidia kukuza uwezo wa kufikiri. Unapochangia mawazo kwenye maeneo mbalimbali, unapata maoni kutoka kwa watu wengine ambao yanaweza kuboresha fikra zako. Uwezo wa kufikiri ni msingi wa mafanikio. Kuandika mawazo, kusoma vitabu, kuuliza maswali, kutatua changamoto na kuchangia mawazo humsaidia mtu kuongeza uwezo wa kufanya maamuzi sahihi.